zinaonyesha viwango vinatofautiana kati ya 0.3 yani 0.3 mpaka 1.65 kwa vizazi hai 1000, huku changamoto kubwa ikiwa ni upungufu wa takwimu sahihi, hali inayofanya baadhi ya matukio kutokutambuliwa mapema. Kwa upande wa Zanzibar, takwimu zetu za kitaasisi zinaonyesha hali halisi inayohitaji hatua madhubuti, ambapo wagonjwa wa cleft lip waliobainika kwa kipindi cha miaka 5 mpaka sasa hivi ni kama ifuatavyo. Mwaka 2020 walikuwa 28, mwaka 2021 walikuwa 53, mwaka 2023 wakawa 100, mwaka 2024 wakawa 117 na mwaka huu 108. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwelekeo huu unaonyesha wazi kuwa idadi ya watoto wanaobainika na kasoro hii inaongezeka, jambo linaloashiria ama kuongezeka kwa matukio au kuboreka kwa utambuzi, lakini kwa vyovyote vile linatupa wajibu mkubwa wa kuchukua hatua zaidi. Kitaalam, tafiti za Tanzania zinaonyesha kuwa asilimia 49.2 ni isolated cleft lip, asilimia 39.2 ni cleft lip and palate, na asilimia 11.7 ni cleft palate pekee. Mheshimiwa mgeni rasmi, sababu za cleft ni mchanganyiko wa vinasaba na mazingira tunayoishi, zikiwemo upungufu wa folic acid kabla na wakati wa ujauzito, matumizi ya sigara, bangi na baadhi ya dawa kali, na vile vile lishe duni na magonjwa ya mama wajawazito. Madhara kwa waathirika ni makubwa, ikiwemo changamoto ya kunyonyesha, matumizi ya usemi, maambukizi ya masikio, matatizo ya kisaikolojia, unyanyapaa na wakati mwingine kupungua kwa fursa za elimu na ajira endapo msaada hautapatikana kwa wakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuimarisha huduma za upasuaji wa kurekebisha cleft, kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya juu ya utambuzi na rufaa za mapema, kuunganisha huduma za lishe, afya ya akili na speech therapy, kushirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali ikiwemo SQF na washirika wa kimataifa katika kusaidia watoto wenye shida ya maradhi haya. Lakini mafanikio hayawezi kupatikana bila ushiriki wa jamii, elimu sahihi na kuondoa dhana potofu na unyanyapaa kwa waathirika wa tatizo hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio hizi za riadha ni ishara kuwa afya inaanza kwa kinga, mtindo bora wa maisha na mshikamano wa jamii. Tunapotembea, kukimbia na kushiriki michezo, leo tumejifunza na kutoa ujumbe kwamba afya ya mwili, afya ya akili na afya ya jamii ni msingi wa maendeleo kwa taifa letu. Kwa niaba ya Wizara ya Afya, nawakaribisha nyote muendelee kuwa mabalozi wema wa afya njema na kuendelea kutoa elimu kwa jamii yetu kwa maradhi yote ikiwemo cleft lip and palate, na kuhamasisha wazazi kuwapeleka watoto vituo vya afya mapema. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa waandaaji wa tukio hili, washiriki wote pamoja na wananchi kwa ujumla kwa kuitikia wito huu muhimu. Ushiriki wao unaonyesha dhamira ya pamoja ya kulinda na kuendeleza afya kwa wananchi wetu wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Tuendelee kushikamana kudumisha amani na mshikamano katika nchi yetu ili kuwezesha upatikanaji wa huduma bora na hatimaye kujenga taifa lenye afya njema, ustawi na maendeleo endelevu.